Mwaka jana tumezindua kituo cha afya bora hapa Kichiwa. Uongo kweli jamani? Na niwaambie, na ile x-ray machine kwa ajili ya watu wa Kichiwa imeshafika. Makofi kwa Mheshimiwa Rais. Leo kupitia Mwenge wa Uhuru, Mama Samia ametuma vijana wake wakakamavu, vijana wazalendo wenye nguvu, pamoja na mvua, wameingia Kichiwa. Makofi mengi sana kwao. Mimi kama mbunge wenu, kwa kazi nzuri alizofanya rais kati ya Kichiwa, kwa kazi nzuri rais amefanya kwenye barabara na afya hapa Kichiwa, kwa mara ya kwanza mmepata mradi wa bilioni 2,700,000. Mjipigie makofi. Meneja wa Ruwasa yuko hapa. Tumekubaliana mradi huu ukamilike mwaka huu. Mnasemaje? Kichiwa hapo vipi? Mama Samia anawapenda wapendi? Diwani wenu anawapenda wapendi? Mbunge ninawapenda si wapendi? Kichiwa oye! Ndugu zangu, baada ya hayo nataka tukubaliane, kwa kuwa mradi wa maji wa bilioni 2.7 unakuja Kichiwa, tunaendelea kujenga barabara, x-ray inakuja pale kituo cha afya bora cha kisasa, lakini pia tunaendelea kupeleka umeme. Tukubaliane, mwezi wa 10 rais wetu Mama Samia atakuwa mgombea. Nataka tumuahidi kwa mikono na kamera zinachukua, wana Kichiwa tunaosema rais aendelee, mikono juu. Jamani leo hii Mwenge wa Uhuru unawaka na unang'ara na unameremeta. Mwenge huu wa uhuru ni tunu tulioachiwa na baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere tangia mwaka 1961, wakati ameupandisha mwenge huu wa uhuru juu ya mlima Kilimanjaro, hadi hii leo kwa mapenzi alionao Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akaona ipo haja mwenge huu wa uhuru kuendelea kukimbizwa kwa mwaka huu 2025 tena, ili ukiwa umebeba ujumbe maksusi kwa maana ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Lakini pia mwenge huu wa uhuru unaendelea kuonesha matumaini, unaendelea kuonesha upendo, lakini pia unaendelea kuweka heshima kwa wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na leo umekuja kuonesha heshima na upendo kwa wananchi wa Kichiwa. Kichiwa oye! Dr. Samia oye! Ndugu zangu wananchi, kwa kweli haya ni mahaba makubwa alionayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi vijana 6 alituelekeza kuanzia siku ya tarehe 2 ya mwezi huu wa 4 kwamba tukimbize mwenge huu wa uhuru ndani ya halmashauri 195. Na ndio maana leo hii tumefika katika halmashauri hii ya Njombe DC na kufika katika eneo hili la Kichiwa. Kwa kweli huu ni upendo mkubwa alioonyesha, naomba mumpigie makofi mengi sana. Lakini ndugu zangu wana Kichiwa na ndugu viongozi, kwa kweli mwenge wa uhuru unaendelea kuonesha mambo mazuri, na ndio maana leo hii mmejitokeza kwa wingi ndugu wananchi, na naamini mwenge wa uhuru katika eneo hili la Kichiwa haukuliwahi labda kufika huku nyuma, lakini pia haukuwahi kufika mwenge huu wa uhuru. Kwa kweli leo hii mmejionea upendo uliouje chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini mimi nataka niwaambie mambo mawili ndugu wana Kichiwa. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan wakati anakabidhiwa kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa na mambo mengi ya kipaumbele, kama ikiwemo swala zima la utumiaji wa nishati safi na salama ya kukupikia. Leo hii Tanzania baadhi ya maeneo yetu tumeondosha haiba ya nuru yetu hasa ya kijani. Watu wengi wamekuwa wakiharibu mazingira kwa kukata miti ovyo, lakini pia kukata miti kwa kutumia katika mambo ambayo sio ya msingi. Kwa kweli jambo hili limepelekea haiba na nuru ya nchi yetu kupotea katika maeneo yetu. Na ndio maana Daktari Samia leo hii amesimama, ni mwanamke pekee, ni mwanamama pekee jasiri alionyesha uzalendo na kuhakikisha kuhamasisha Afrika na dunia kwa ujumla sasa inaenda kutumia nishati safi na salama,
na ikiwa ndiyo ajenda kuu ya dunia kuhusu utumiaji wa nishati safi na salama. Naomba tupigie makofi mengi sana. Leo hii kumekuwa na mikutano mikubwa ya kuhamasisha utumiaji wa nishati safi na salama ndani ya taifa letu. Juzi tu hapo tulikuwa na mkutano mkubwa wa marais wote wa dunia nzima wamekuja nchini kwetu Tanzania juu ya kumsikiliza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kile ambacho anakihamasisha, lakini na wao kukiona kwa uhalisia. Na ndiyo maana leo hii wanakichiwa kupitia halmashauri yetu tunaanzisha swala zima la ugawaji wa gesi kwa wananchi, ili tuoneshe hamasa na wananchi waendelee kutumia gesi hizo, ili nchi yetu endelee kuwa katika hali ya amani na utulivu.